Okay, malango ni nini? Malango ni njia za kiroho ambazo Mungu anatumia kupita. Haleluya. Lakini pia njia hizi shetani anaweza akatumia kupita. Lakini pia njia hizi mtu anaweza akatumia kupita. Haleluya. Tunapozungumzia malango au kwenye Biblia unavyoona kuna sehemu neno la Mungu limeandika juu ya malango, anamaanisha kitu gani? Anamaanisha juu ya njia za kiroho. Ninapozungumzia njia za kiroho, roho zinapita. Mungu ni roho, hana mwili. Mungu akitaka kufanya kazi duniani lazima apate mwili wa binadamu ndipo afanye kazi, kwa sababu yeye ni roho. Vile vile shetani akitaka kufanya kazi duniani lazima apate mwili wa binadamu ndipo afanye kazi duniani. Lakini Mungu kuna kitu ambacho amempendelea mwanadamu cha pekee. Kitu cha pekee ni kitu gani? Mwanadamu anaweza akautembea ulimwengu wa roho lakini akaishi ulimwengu wa mwili. Akatembea ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa sababu ana mwili na ana roho pia. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inavyofunua juu ya lango inazungumza juu ya njia ya kiroho. Inavyofunua juu ya malango maana yake Mungu anazungumzia juu ya njia za kiroho. Likiwa moja linaitwa lango, zikiwa njia zaidi ya moja inaitwa malango. Haleluya. Sasa okay, tumeanza habari. Biblia inasema Yesu akafika mji mmoja unaoitwa Naili. Haleluya. Biblia inasema hakuwa peke yake, alikuwa na wanafunzi wake. Haleluya. Biblia inasema alipokaribia lango la mji palikuwa na maiti ambaye anachukuliwa nje. Haleluya. Alikaribia lango la mji. Haleluya. Nimesema lango ni njia ya kiroho. Biblia ikisema malango ni njia za kiroho, maana yake ni zaidi ya moja. Haleluya. Lakini pia nataka kabla sijaendelea huku ndani zaidi, nataka tuangalie aina za malango. Haleluya. Aina ya kwanza, kuna lango la kitaifa. Haleluya. Kuna lango la kitaifa. Haleluya. Ninavyozungumzia lango la kitaifa ni njia ya kiroho ya taifa. Okay, nisimame vizuri hapa uweze kuelewa. Mungu akitaka kusaidia taifa la Tanzania anaenda moja kwa moja kwenye lango la kitaifa. Haleluya. Shetani akitaka kuharibu taifa la Tanzania anaenda moja kwa moja kwenye lango kitaifa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ili lango la kitaifa Mungu anaweza akatumia, lakini pia shetani anaweza akalitumia kupitisha vitu vyake. Haleluya. Inategemea nani aliyepewa nafasi. Haleluya. Kwa hiyo kuna lango kitaifa. Lango la pili, kuna lango kimkoa au lango kimiji. Haleluya. Ninavyozungumzia lango kimkoa namaanisha kitu gani? Tunavyozungumzia Tanzania ni taifa. Tunavyozungumzia Mbeya ni mji. Tunavyozungumzia Iringa ni mkoa. Kwa hiyo yapo malango kimkoa, yapo malango kimiji. Haleluya. Mungu tukiombea Iringa, haleluya, Mungu moja kwa moja akitaka kuisaidia Iringa anaenda kwenye lango la mkoa wa Iringa kwa ajili ya kuisaidia Iringa. Shetani akitaka kupitisha vitu vyake Iringa anaenda kwenye lango la mkoa wa Iringa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inategemeana nani aliyepewa nafasi kwa ajili ya kutenda kazi. Okay. Kuna lango la ukoo. Ninavyozungumzia lango la ukoo namaanisha kitu gani? Namaanisha kitu hichi. Unavyozungumzia hawa ni wakina Mbalikila, manake lipo lango la kina Mbalikila. Unavyozungumzia hawa ni wakina Sanga, manake lipo lango la kina Sanga. Haleluya. Mungu akitaka kusaidia huo ukoo manake anatafuta lango kwanza. Haleluya. Anatafuta lango kwanza. Utaelewa tu kadri tunavyoendelea kwenye hili somo. Lakini pia kuna lango kifamilia, lango la familia. Ninavyozungumzia familia tayari nimetoka kwenye ukoo. Familia ninavyozungumzia ni baba, mama, watoto. Hiyo inaitwa familia. Ninavyozungumzia ukoo manake kabila fulani. Haleluya. Lipo lango la familia. Haleluya. Kwa hiyo unavyoenda mbele za Mungu na iombea familia, Mungu anachokifanya anatafuta lango la familia kwa ajili ya kuisaidia familia. Haleluya. Kama hamna muombaji kwenye familia,
shetani akapata nafasi ya kupitisha vitu kwenye familia. Haleluya. Maanake anaenda moja kwa moja kwenye lango la kifamilia. Haleluya. Lakini pia nataka uangalie lango lingine, lango la 5, lango la mtu binafsi. Haleluya. Unapoenda mbele za Mungu unahitaji msaada binafsi akusaidie. Haleluya. Ili Mungu akusaidie anatafuta mlango. Haleluya. Kwa ajili ya wewe kukusaidia, kwa ajili ya kupitisha nguvu zake za kukusaidia. Haleluya. Kwa hiyo lango au malango ni muhimu, kwa sababu ndio ambayo shetani anaweza akapata nafasi kupitisha vitu vyake, lakini pia Mungu anaweza akapata nafasi kupitisha nguvu zake na msaada wake kwa ajili ya kusaidia. Ngoja nitoe mfano huu hapa. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwepo utumwani Misri zaidi ya miaka 400 wanateseka. Biblia inasema wakamlilia Bwana na kilio chao kikafika kwenye kiti cha enzi. Mungu akasikia. Alivyosikia Mungu akaanza harakati kwa ajili ya kuwasaidia wana wa Israeli kuwatoa utumwani Misri. Haleluya. Harakati zipi ambazo Mungu alianza? Akatafuta mlango. Na mlango wa kwanza ambao Mungu alitafuta mlango kwa Musa. Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Kutoka 3, Mungu akamtokea Musa, na sio alimtokea Musa tu, akajifunua kwa nini amemtokea. Akasema, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, najua maumivu yao, najua mateso yao, na nimeshuka kuwasaidia. Akajifunua Mungu kwa Musa. Haleluya. Okay, kwa nini Mungu alijifunua kwa Musa? Alikuwa anatafuta mlango kwa Musa ili awasaidie Israeli. Haleluya. Alikuwa anatafuta mlango wa utayari kwa Musa ili Mungu aanze sasa process za kuwatoa wana wa Israeli utumwani Misri. Haleluya. Na huo mlango Mungu akaupata. Alivyoupata, Mungu akaanza taratibu kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli utumwani Misri. Biblia inasema Mungu akamtuma Musa kwa Farao, kwamba nenda kwa Farao, sema na Farao awaachilie watu wangu wapate kuniabudu, wapate kunitumikia, wapate kunifanyia ibada. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alisikia jinsi wana wa Israeli wanavyolia juu ya utumwa mgumu. Alivyosikia, akawa anatafuta mlango kwa ajili ya wana wa Israeli kuwatoa utumwani Misri. Haleluya. Okay, nikupe mfano mwingine. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo 3 mstari ule wa 20. Naomba kama una Biblia fatisha. Ufunuo 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, tazama anasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Haleluya. Anasema mtu akisikia, na sio kusikia tu, akimfungulia Mungu mlango. Biblia inasema Mungu ataingia kwake. Hata ingia tu akakaa. Biblia inasema ataingia kwake, atakaa naye, atakula naye, atatembea naye. Haleluya. Alikuwa anazungumza juu ya kitu gani? Alikuwa anazungumza juu ya mlango kwa mtu binafsi. Kumbe upo mlango ndani ya mtu binafsi ili Mungu apate kumsaidia mtu. Haleluya. Okay, pia kuna kitu nataka tukiangalia hapa kupitia huu mstari. Kitu ambacho nataka tukiangalia hapa kupitia mstari huu. Haleluya. Mungu huwa anatumia lugha za kiroho kumsemesha mtu, lakini Mungu amekuwa akiwasemesha watu wanashindwa kuelewa. Haleluya. Kwenye huu mstari kuna tafsiri za ndoto tunazipata hapa, na ndio maana tafsiri sahihi za ndoto tunazoota kila siku tunapata kwa Mungu aliye hai ndani ya neno lake. Haleluya. Okay, unapoota ndoto kuna mtu ameingia ndani kwako, Mungu anakuwa anamaanisha kitu gani? Unavyoota ndoto kuna mtu amekuja ameingia nyumbani kwako, Mungu anakuwa anamaanisha kitu gani? Mungu anakuwa amekusemesha kwa lugha za kiroho. Haleluya. Anakuwa amekusemesha juu ya nini? Anakuwa amekusemesha juu ya lango la kiroho ambalo lipo kwenye nyumba yako au lipo ndani yako. Haleluya. Na nini kinachoendelea kwenye huo mlango wa kiroho? Haleluya. Unapoonyeshwa ndoto kuna mtu ameingia nyumbani kwako, kitu cha kwanza cha kuzingatia, nani ameingia kwenye ndoto? Huko umeshtuka kwenye hiyo ndoto, zingatia mambo haya muhimu. Nani ambaye Mungu amekuonyesha ameingia? Kuna watu ambao wanaota ndoto mchungaji
ameingia nyumbani kwake. Haleluya.